Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega ili aje kuwasilisha hoja za serikali kwa wizara yake ya ujenzi. Karibu sana Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi. Karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa heshima kubwa na taadhima mbele yako niweze kuwasilisha bajeti hii ya Wizara ya Ujenzi, bajeti ya kazi na utu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa iliyowasilishwa hapa bungeni na kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu iliyochambua utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi ya mwaka wa fedha 24-25, ninaomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa likubali kupokea na kujadili utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 24-25. Aidha, ninaliomba bunge lako tukufu liridhie kupitisha mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo hii hapa bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii adhimu na kwa unyenyekevu mkubwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Ujenzi tangu tarehe 8 Disemba mwaka 2024. Naomba kupitia kwako nimwahidi Mheshimiwa Rais kuwa kwa kushirikiana na watendaji wenzangu katika wizara nitatekeleza majukumu haya niliyopewa kusimamia kwa uaminifu na kwa moyo wangu wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na shukrani hizo kwa Mheshimiwa Rais, kipekee nitumie fursa hii kumpongeza kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya ya kuliongoza taifa letu. Sote ni mashuhuda wa namna alivyofanya mapinduzi makubwa katika sekta zote nchini. Chini ya uongozi wake tumeshuhudia miradi mikubwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sekta ya ujenzi inayoendelea kutekelezwa nchi nzima. Kukamilika kwa miradi hii kunachochea maendeleo ya sekta nyingine za kiuchumi na kijamii, na hivyo kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Hakika wa Tanzania tunajivunia na tunatembea kifua mbele chini ya uongozi imara wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia kumpongeza Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa kumsaidia na kumshauri vyema Mheshimiwa Rais katika uongozi wa nchi yetu. Viongozi hawa pia wamekuwa wakitoa miongozo na maelekezo mbalimbali ambayo yamesaidia sana katika utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Ujenzi. Ninawashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson, Naibu Spika Mheshimiwa Musa Azan Zungu kwa namna wanavyoongoza kwa weledi bunge hili la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo litafikia tamati katika mkutano huu. Aidha, nitumie nafasi hii kutoa shukrani kwa ofisi yako Katibu wa Bunge na watendaji wa ofisi kwa ushirikiano ambao mnatupatia wakati wote katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee naomba kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu chini ya uongozi wa Mwenyekiti Mheshimiwa Suleiman Moshi Kakoso na Makamu Mwenyekiti Mheshimiwa Anne Kilango Malechela. Kamati hii imekuwa bega kwa bega na wizara katika kutekeleza majukumu yake kupitia maelekezo, maoni na ushauri katika masuala mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali kadhalika
Kamati hii ilifanya uchambuzi wa kina wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 25-26 na kutoa ushauri ambao umezingatiwa katika bajeti hii ninayoisoma mbele ya bunge lako. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kutoa pole kwako wewe binafsi, Mheshimiwa Spika, Bunge, Chama cha Mapinduzi, wananchi wa jimbo la Kigamboni, marafiki na familia kufuatia kifo cha mpendwa wetu Daktari Faustin Engelbert Ndugulile aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni. Apumzike kwa amani Dr. Faustin Ndugulile. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 16 Novemba 2024 yalitokea maafa makubwa kutokana na kuporomoka kwa jengo la ghorofa 4 katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Ajali hiyo ilisababisha vifo, majeruhi pamoja na upotevu wa mali. Nitumie nafasi hii kutoa pole kwa wote walioathirika kwa namna moja au nyingine na maafa haya, na ninawaombea marehemu wote wapumzike kwa amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi katika Wizara ya Ujenzi tuliguswa na utu ulioonyeshwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wa kwenda yeye mwenyewe kuona kilichotokea, na alifika Kariakoo moja kwa moja akitokea uwanja wa ndege baada ya kurejea nchini kutoka Brazil alikohudhuria mkutano wa mataifa tajiri duniani, yani G20. Ule ulikuwa ni upendo na uongozi wa aina yake kwa Watanzania. Shukran na pongezi nyingi kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kutokea kwa ajali ile, wizara yangu ikiwa ni mdau na msimamizi wa shughuli za majenzi nchini inaendelea na taratibu za kutunga sheria ya majengo kwa ajili ya kusimamia sekta ndogo ya majengo nchini. Sheria hii itakapoanza kutumika itakuwa ni mwarobaini wa changamoto zilizopo, hususan katika masuala ya uratibu, usimamizi na udhibiti wa sekta hiyo hapa nchini. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa miundombinu imara kama barabara na madaraja ni mojawapo ya nguzo muhimu za maendeleo ya taifa lolote duniani. Naomba kunukuu mojawapo ya taarifa za Benki ya Maendeleo Afrika, yani AFDB, inayoeleza ifuatavyo: barabara nzuri na madaraja hayafanyi kazi ya kuunganisha maeneo peke yake, bali pia huunganisha watu na fursa, watoto na shule, wakulima na masoko, na kwa ujumla huchochea maendeleo ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya mwaka 2025-2026 ninayowasilisha bungeni leo imeandaliwa kwa kuzingatia misingi na maono yafuatayo ya taifa na serikali yetu: Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2025, Mpango wa 3 wa Maendeleo ya Taifa wa miaka 5, Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, Mpango Mkakati wa Wizara, Ahadi za Viongozi Wakuu wa Serikali, Malengo ya Maendeleo Endelevu 2030 na Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Utekelezaji wa bajeti ya 24-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 24-25 Wizara ya Ujenzi ilitengea shilingi bilioni 81,407,438 ikiwa ni bajeti ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 76,288,233,000 ilikuwa ni bajeti ya mishahara, na shilingi trilioni 4 bilioni 819,205,000 ni kwa ajili ya matumizi. Shilingi bilioni 4 milioni 819,205,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Aprili 2025 jumla ya shilingi bilioni 63 milioni 506,309
1562 zilipokelewa. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 61 milioni 152 laki 975,329 na senti 92 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa wizara na taasisi, na shilingi bilioni 2 milioni 353,334,232 na senti 32 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo ya wizara na taasisi zake. Bajeti ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti kwa ajili ya miradi ya maendeleo iliyotengwa kwa mwaka wa fedha 2024-2025 kwa Wizara ya Ujenzi ni shilingi trilioni 1 bilioni 687 milioni 888 laki 714,000. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 141 milioni 803 laki 989,000 ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 546 84 milioni 725 ni fedha za nje. Kati ya fedha hizo, kati ya fedha za ndani shilingi bilioni 599 756 milioni 467,800 ni fedha zilizotengwa kwa ajili ya bajeti ya mfuko wa barabara, na shilingi bilioni 542 milioni 47,521,200 ni fedha kutoka katika mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Aprili 2025 fedha zilizopokelewa ni shilingi trilioni 1 milioni 535 92 milioni 21,470 na senti 55. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 944 881,583,335 na senti 76 ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 590,210 milioni 438,134 na senti 79 ni fedha za nje. Kati ya fedha za ndani zilizopokelewa shilingi bilioni 482 85 milioni 328 na 11 na senti 98 ni kutoka mfuko mkuu wa serikali, na shilingi bilioni 462 796 milioni laki 255 laki 323 na senti 78 ni za mfuko wa barabara. Mafanikio yaliyopatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuwapa taarifa ya kiasi ambacho bunge lako tukufu liliidhinisha kwetu, ni vyema nikasema hapa ni masuala yepi makubwa na muhimu tuliweza kuyatekeleza kwa kuzingatia vipaumbele vya kitaifa na maono na maelekezo ya jemedari wetu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na baada ya kupata kibali cha muhimili huu muhimu wa dola. Miradi ya barabara na madaraja. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi kupitia TANROADS inasimamia mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 37,435. Kati ya hizo kilomita 12,527.44 ni barabara kuu na kilomita 24,907 ni barabara za mikoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 24-25 miradi ya barabara kuu iliyopangwa kutekelezwa ni ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 385 kwa kiwango cha lami, ukarabati wa kilomita 35 kwa kiwango cha lami, ujenzi wa madaraja 17, ukarabati wa daraja 1, kufanya maandalizi ya ujenzi wa madaraja 9 na kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa madaraja mawili. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Aprili 2025 utekelezaji wa malengo hayo ni kama ifuatavyo: ujenzi wa kiwango cha lami
wa barabara zenye urefu wa kilomita 109.49 umekamilika na ujenzi wa kilomita 275.51 unaendelea. Ujenzi wa madaraja matano unaendelea na ujenzi wa madaraja matano upo katika hatua za maandalizi. Jumla ya kilomita 98.89 za barabara za mikoa zilijengwa kwa kiwango cha lami na jumla ya kilomita 192.89 zilikarabatiwa kwa kiwango cha changarawe. Aidha, ujenzi na ukarabati wa madaraja madogo 12 kwa kutumia fedha za mfuko mkuu wa serikali na 13 kwa kutumia mfuko wa barabara upo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi 7 ya barabara iliyokuwa itekelezwe kwa utaratibu wa EPC+F sasa inatekelezwa kwa utaratibu wa sanifu na jenga, yani design and build. Hadi sasa maboresho ya kimkataba, yani addendum, ya miradi 6 yamesha sainiwa. Aidha, mradi mmoja wa Igawa Songwe hadi Tunduma sasa utatekelezwa kwa njia ya PPP, ambapo taratibu za kusaini mkataba zinaendelea. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa ziara yake mkoani Tanga aliagiza ujenzi wa barabara ambayo hapo awali ilikuwa itekelezwe kwa utaratibu wa EPC+F kutoka Kiberashi hadi Singida sasa utekelezwe kwa utaratibu wa PPP. Na tayari wakala wa barabara Tanzania, yani TANROADS, na TPA wameanza majadiliano ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa agizo hilo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Daraja la JP Magufuli, yani Kigongo Busisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kueleza kuhusu mafanikio ya mradi mmoja wa kielelezo ambao tumeukamilisha mwaka huu. Mradi huo ni ujenzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi mkoani Mwanza. Wakati Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akiingia madarakani mwaka 2021, ujenzi wa daraja hili ulikuwa umefikia asilimia takriban 25, na kutokana na changamoto za kutetereka kwa uchumi wa dunia baada ya janga la Uviko 19, kulikuwa na wasiwasi kuwa ni wapi tutapata shilingi bilioni 539.28 za kukamilisha mradi huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kutoa pongezi na shukrani kubwa kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye si tu amelipa fedha zote hizo kwa mkandarasi kwa wakati, lakini amekamilisha mradi wa ujenzi uliokuwa ndoto ya mtangulizi wake, ambapo Mwenyezi Mungu akaamua ukamilisho wakati huu wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu Bunge kwamba mradi huo sasa umekamilika kwa asilimia 99, na tayari kwa heshima zote tumemuomba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi na kusherehekea tukio hili muhimu kwa Watanzania, hususan wananchi wa kanda ya Ziwa, la uzinduzi rasmi wa daraja la John Pombe Magufuli, yani Kigongo Busisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kukamilika kwa daraja hili kutakuwa ni faraja kwa wakazi wa kanda ya Ziwa ambao wamekuwa wakitumia muda wa takriban masaa mawili kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Baada ya daraja kukamilika, muda wa kuvuka unatarajiwa kupungua hadi kufikia wastani wa dakika 3 tu. Aidha, daraja hili linategemewa kuongeza shughuli za kiuchumi ndani na nje ya mikoa ya kanda ya Ziwa na hata nchi jirani na taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, daraja hili pia litakuwa ni mojawapo ya alama na fahari ya taifa letu, kwani urefu wake wa kilomita 3.2 litakuwa ndilo daraja refu zaidi katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati.
Naomba kuliarifu Bunge kuwa vivuko vyote vilivyokuwa vinatumika katika eneo la Kigongo Busisi tunatarajia vitapelekwa katika maeneo mengine ambayo yana uhitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya ujenzi na ukarabati wa vivuko na maegesho ya vivuko. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania yani TEMESA inasimamia uendeshaji wa vivuko nchini. Hadi kufikia Aprili 2025, ujenzi wa upanuzi wa jengo la abiria katika maegesho ya Magogoni Kigamboni upande wa Kigamboni jijini Dar es Salaam awamu ya kwanza umekamilika na miradi mingine ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee nitumie nafasi hii kumshukuru na kuyashukuru maono ya Rais wetu Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuchochea na kuhamasisha uhusiano baina ya serikali na sekta binafsi yaliyosaidia kutatua changamoto ya usafiri kwa wananchi wa Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kutokana na changamoto zilizovikumba vivuko vya serikali, wananchi wanaotoka na kwenda Kigamboni walikuwa wakipata adha na usumbufu mkubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya utu, maono na uzalendo na ubunifu wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali sasa imeruhusu makampuni binafsi na kampuni ya Bakhresa kutumia vivuko binafsi ili kupunguza usumbufu huo. Hivi sasa wale wanaotaka kutumia kivuko cha serikali wanatumia, na wale wanaotaka kutumia kivuko cha Azam wanatumia. Kwa kiasi kikubwa tumeondoa usumbufu wa usafiri katika eneo hilo. Maelezo ya hatua za utekelezaji wa miradi mingine ya vivuko yameonyeshwa katika kitabu cha hotuba yangu kuanzia aya ya 145 hadi aya ya 150. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara yangu kupitia Wakala wa Majengo Tanzania yani TBA inatekeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa nyumba na majengo ya serikali katika mwaka wa fedha 24-25. Miradi mbalimbali imetekelezwa ikiwemo ujenzi wa nyumba za makazi ya watumishi wa umma na katika maeneo mbalimbali nchini, ukarabati wa nyumba za viongozi wa serikali pamoja na usimamizi wa majengo ya wizara 19 katika mji wa serikali yani Mtumba. Maelezo ya kina kuhusu utekelezwaji wa miradi hiyo na mingine mingi inayotekelezwa na TBA imeonyeshwa kuanzia aya ya 151 hadi aya ya 156 ya kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya uanzishaji wa Wakala wa Majengo ya Tanzania yani TBA imehuishwa kupitia GN namba 595 ambayo inaruhusu wakala kuhusisha sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi yake pamoja na kuwauzia na kuwapangisha nyumba wasiokuwa watumishi wa umma kwa bei ya soko. Aidha, wakala umeainisha maeneo yake yaliyoiva yani prime areas katika mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Dodoma na Mwanza kwa ajili ya kuyaendeleza kwa njia ya ubia pamoja na mikopo kutoka taasisi za fedha. Hivyo tunawakaribisha wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi kuja kuwekeza nasi. Kufuatia kuisha sheria hiyo, wizara inategemea kupungua kwa changamoto za makazi kwa watumishi wa umma na kuiwezesha kupata mapato yatakayopelekea wakala kujiendesha na kupunguza utegemezi wa ruzuku katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, udhibiti uzito wa magari na masuala ya usalama barabarani. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TANROADS imeendelea kujenga na kuboresha mizani ya kupima uzito wa magari ili kulinda barabara zisiharibike mapema na kuimarisha udhibiti wa uzito wa magari. Aidha, ili kukabiliana na changamoto ya msongamano kwenye vituo vya mizani pamoja na vitendo vya rushwa, serikali kupitia TANROADS imejipanga kufanya mambo yafuatayo. Moja, kufunga mizani ya kisasa isiyotumia binadamu yani unmanned weighbridge
ili kupunguza matumizi ya binadamu na vitendo vya rushwa katika vituo vya mizani. Mfumo huo utaunganishwa na mifumo mingine ya serikali kama vile mfumo wa Benki Kuu na GEPG kwa lengo la kurahisisha huduma. 2. Kuendelea kufunga mizani ya kielektroniki ya kupima magari yakiwa kwenye mwendo, yaani weigh in motion system, katika vituo vyote vya mizani ifikapo mpaka mwaka 2030 ili kupunguza msongamano wa magari katika vituo vya mizani yetu. Hadi sasa mizani ya aina hii imefungwa katika vituo vya mizani vya Vigwaza, Mikese, Mikumi, Wenda, Mpemba, Nala, Njuki, Kimokou, Dakawa na Rubana. Lakini pia tutafunga mfumo wa ufuatiliaji, yani CCTV camera na data management system katika vituo vyetu vya mizani ifikapo mwaka wa 2027 vyote. Kwa sasa serikali kupitia TANROADS ipo katika hatua ya manunuzi kwa ajili ya kufunga mfumo huo katika mizani 58 iliyobakia kati ya mizani 66 ambayo haijafungwa mfumo wa aina hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya barabara inayotekelezwa na wizara huzingatia pia masuala ya usalama barabarani ili barabara hizo zisiwe chanzo cha ajali na maafa kwa watumiaji. Hatua mbalimbali zinachukuliwa ili kuhakikisha barabara zetu zinakuwa salama. Miradi inayotekelezwa ni pamoja na kufanyia maboresho maeneo hatarishi, kuweka alama na michoro muhimu barabarani, kufunga taa za barabarani, taa za kuongoza magari katika maeneo ya miji mbalimbali nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tayari ametoa maelekezo ya kuwepo kwa taa za barabarani kama mojawapo ya njia ya kupunguza ajali na kuokoa maisha ya watu hapa nchini. Kama sehemu ya utekelezaji wa maelekezo hayo, jumla ya taa za barabarani 4680 zimefungwa nchi nzima. Aidha, miradi yote mikubwa ya ujenzi wa kiwango cha lami inahusisha uwekaji wa taa za barabarani. Kwa mfano, barabara yote ya mzunguko wa nje Outer Ring Road katika jiji la Dodoma, kilomita zote 112 zitawekwa taa za barabarani. Katika mwaka wa fedha 25-26, Mheshimiwa Mwenyekiti, taa za barabarani zitawekwa katika kila mkoa katika miji takriban 200 ambapo inatarajiwa tutanunua taa 5200 kwa ajili ya kueneza mikoa yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, jitihada zinazofanywa na wizara kupitia TANROADS zimezaa matunda na zimeanza kutambuliwa kimataifa. Kwa mfano, wizara kupitia wakala wa barabara ilipokea tuzo ya heshima katika mashindano ya kimataifa ya usalama wa miundombinu ya barabara inayoitwa IRAP Gari Lidl Memorial Trophy kutokana na mchango wa wakala TANROADS katika kuboresha usalama wa miundombinu ya barabara nchini ili kupunguza ajali za barabarani na kuhakikisha usalama wa watumiaji wote wa barabara. Tuzo hii imetoa motisha kubwa kwa TANROADS kuendelea kuimarisha usalama wa miundombinu ya barabara kuu na za mikoa ili kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la kupunguza ajali kwa 50% ifikapo mwaka 2030. Miradi ya ujenzi wa miundombinu ya viwanja vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia TANROADS imeendelea kutekeleza miradi ya uendelezaji wa viwanja vya ndege vya Msalato, Geita, Kigoma, Tabora, Songwe, Mtwara, Sumbawanga, Shinyanga, Iringa, Musoma, Songea, Tanga na Leki Manyara. Miradi hii ikikamilika, viwanja vitarejeshwa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania, yani TAA, kwa ajili ya usimamizi na uendeshaji. Maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa miradi ya viwanja vya ndege yameonyeshwa kwa kina katika kitabu cha hotuba yangu kuanzia aya ya 168 hadi aya ya 177. Utendaji wa taasisi zilizo chini ya wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi ina taasisi 9 ninazozisimamia ambazo zinatekeleza majukumu ya sekta ya ujenzi.
Maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizo hadi kufikia Aprili 2025 ni kama yalivyoonyeshwa katika aya ya 178 hadi aya ya 211 ya kitabu cha hotuba yangu. Changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa majukumu ya wizara, zipo changamoto kadhaa ambazo zimechangia kuto kufikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa 100%. Changamoto hizo na mikakati ya kuzitatua zimeonyeshwa katika kitabu cha hotuba yangu katika aya ya 219. Makisio ya bajeti ya mwaka 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-2026, kauli mbiu yetu ni bajeti ya kazi na utu. Vipaumbele vitaendelea kuwa ni kutekeleza miradi ambayo ina manufaa kwa maendeleo ya taifa letu, kuangalia maeneo yenye uhitaji zaidi, lakini pia kuwezesha miundombinu itakayofanya Watanzania waishi maisha ya utu zaidi, na wakati huo huo watumishi wa wizara wakichapa kazi usiku na mchana kwa kuzingatia uwajibikaji, ubora wa kazi na uzalendo. Tunasonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika malengo hayo ya jumla, wizara itajikita katika vipaumbele mahususi vifuatavyo, ikiwa ni pamoja na kutekeleza ahadi na maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Moja ni ujenzi wa barabara za kimkakati zenye kufungua fursa za kiuchumi, kuimarisha shughuli za kijamii na zinazounganisha barabara na njia zingine za usafiri. Ujenzi wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa, nchi jirani na zile za ulinzi. Tatu ni ujenzi wa barabara za kupunguza msongamano katika miji inayokuwa na majiji. Na nne, ukarabati na matengenezo makubwa ya barabara kuu na zile za mikoa ili kuzirejesha na pia kuzifanya zipitike majira yote ya mwaka. Tano, kuimarisha usafiri na miundombinu ya vivuko. Sita ni miradi ya usalama barabarani ikiwemo ujenzi wa mizani. Na saba, kujenga nyumba za watumishi wa umma na majengo ya serikali. Nane, kuwajengea uwezo wataalamu na makandarasi wa ndani katika masuala ya ujenzi. Na tisa ni kukamilisha ujenzi wa viwanja vya ndege vilivyokasimiwa kwa Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, makadirio ya bajeti ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi imetengewa shilingi bilioni 90,468,270,000 ikiwa ni bajeti ya matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 25-26. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 85,528,585,000 ni bajeti ya mishahara na shilingi bilioni 5,439,685,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Makadirio ya bajeti ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inajumuisha fedha za ndani shilingi trilioni 1,209,223,117,000 na fedha za nje ni shilingi bilioni 980,504,441,000. Fedha za ndani zinajumuisha shilingi bilioni 688,756,470,000 kutoka mfuko wa barabara. Na shilingi bilioni 520,466,647,000 ni fedha kutoka mfuko mkuu wa serikali. Mgawanyo wa fedha za maendeleo pamoja na miradi iliyotengewa fedha umeonyeshwa katika kiambatanisho namba 1. Aidha, maelezo ya kina kuhusu miradi itakayotekelezwa yameonyeshwa katika aya 225 hadi aya 365 ya kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi itakayotekelezwa inajumuisha pia miradi ya matengenezo ya dharura za miundombinu ya barabara na madaraja
ambayo iliharibiwa na mvua za El Nino na kimbunga Hidaya mwishoni mwa mwaka 2023 kupitia programu iliyoidhinishwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya Crisis and Emergency Response Component, yaani SEC, jumla ya mikataba 81 yenye thamani ya shilingi bilioni 556 milioni 928,617,822 na senti 49 kwa ajili ya matengenezo ya dharura imesainiwa na makandarasi wanaendelea na kazi. Kati ya mikataba hiyo 81, miradi 72 inatekelezwa na makandarasi wazawa sawa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Aidha, katika mwaka 25-26 serikali itafanya matengenezo makubwa ya barabara ili zisiendelee kuharibika. Barabara zilizopangwa kufanyiwa matengenezo ni pamoja na barabara ya Dar es Salaam Mkuranga Kibiti Lindi hadi Mingoyo kilomita 463 ambayo ilifungwa kutokana na mvua kubwa zilizonyesha hivi karibuni. Barabara hii itajengwa kwa awamu. Niwahakikishie watumiaji wa barabara hii kuwa matengenezo haya makubwa yatakapokamilika itakuwa ni suluhu la changamoto ya kukatika mawasiliano mara kwa mara kwa barabara hii wakati wa msimu wa mvua. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia nafasi hii kulitangazia Bunge kwamba makandarasi wawili wa matengenezo ya barabara ya Mtwara Mingoyo, yaani Mnazi Mmoja na Mnazi Mmoja Masasi, kwa gharama ya shilingi bilioni 427 wamepatikana na tayari fedha za awali zimekwisha kulipwa. Mkandarasi wa kipande cha Mtwara Mingoyo tayari yupo kazini na yule wa Mingoyo Masasi anatarajiwa kuwa uwandani mwezi huu, na kwa hivyo kazi kubwa ya maendeleo inaendelea kufanywa hata katika mikoa hii ya kusini pia. Ubunifu na utu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mojawapo ya changamoto kubwa ambayo imeikumba sekta ya ujenzi kikanda na kimataifa katika miaka ya hapa karibuni ni suala zima la mabadiliko ya tabia nchi. Ongezeko la vimbunga na mvua zinazosababisha mafuriko yasiyo ya kawaida imekuwa ni changamoto kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, binafsi nimejionea mwenyewe hali hii wakati wa ukaguzi wa athari za mvua zilizonyesha hivi karibuni na kusababisha kukatika mawasiliano katika barabara kuu ya Dar es Salaam kuelekea mikoa ya kusini, hususan katika eneo la Somanga na pia mkoani Morogoro katika wilaya za Mlimba, Ifakara na Malinyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeshuhudia kwa macho yangu namna mabadiliko haya ya tabia nchi yanavyoumiza miundombinu lakini pia kuathiri utu wa watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila nilipofika kuangalia uharibifu nilikuwa na maelekezo ya mfariji mkuu Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan aliyeniagiza kuhakikisha mawasiliano yanarejea na watu wanaishi maisha yao kwa utu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niliarifu Bunge kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa akifuatilia kwa karibu kila kinachoendelea katika mikoa yote iliyokumbwa na maafa ya mvua na mara zote alitaka kujua kuhusu hali za wananchi, hususan usalama wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa serikali hii ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, suala la ujenzi wa barabara na madaraja si suala la idadi tu ya kilomita au namba au fahari peke yake, bali ni suala nyeti linalogusa utu na maisha ya watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwaeleze kisa kimoja tu cha ndugu Lawrence Chilumba ambaye alikuwa anasafirisha mwili wa marehemu mama yake kutoka Dar es Salaam kwenda Masasi mnamo tarehe 16 mwaka huu. Ndugu Chilumba alilazimika kukesha na mwili huo katika eneo la Somanga akisubiri wataalamu wetu wafanikishe ukarabati wa eneo ambalo halikuwa linapitika. Ndugu Chilumba alikesha nasi na alikuwa wa kwanza kuruhusiwa kupita barabarani na wafiwa wenzake ili aweze kwenda kumstiri marehemu mama yake mara wataalamu walipofanikiwa kurekebisha barabara ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie jukwaa hili kuwapa pole Watanzania wote
waliopatwa na kadhia ile, na naomba nitumie jukwaa hili kuwapongeza sana wataalamu wetu wa barabara wakiongozwa na Katibu Mkuu Balozi Aisha Amur, lakini na mkurugenzi wa taasisi yetu ya TANROADS Engineer Mohamed Besta, na wote waliokesha siku 4 pamoja nami katika eneo lile la Somanga kuhakikisha kwamba barabara inarejea. Naomba pia nimshukuru sana mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak na wote walioshiriki katika kuhakikisha kwamba tunashirikiana kufanikisha barabara kufunguka. Wakati serikali hii ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inapopanga mipango ya kujenga barabara kwa taifa letu, taswira za matukio ya namna hii ya wananchi wetu kama Lawrence Chirumba hutuongoza pia kwenye mipango yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya kilomita 5 katika eneo ambalo hakujawahi kuwa na barabara ina thamani kubwa kuliko kutokuwa na barabara kabisa. Wananchi wetu wanaujua ukweli huu, na naomba nihakikishie bunge la kwamba itakapofika mwezi Septemba mwaka huu, maeneo ya Somanga ambayo yamekuwa ni maarufu sana kwa kukatika barabara, wakandarasi watakuwa wamemaliza kazi yote ya urekebishaji wa barabara katika eneo hilo, na yawezekana mvua za mwaka huu ikabaki kuwa ndio historia ya ubovu wa barabara katika maeneo yale. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia TANROADS imejipanga kukabiliana na majanga ya asili kama mafuriko katika sehemu mbalimbali nchini kwa kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuainisha maeneo yanayokumbwa na mafuriko mara kwa mara, lengo la kuimarisha kwa kujengwa miundombinu inayoweza kuhimili mafuriko ambayo kwa kiasi kikubwa yanasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezo wa baadhi ya madaraja na barabara nchini kuhimili vishindo vya mabadiliko ya tabia nchi umekuwa mdogo. Kwa kuzingatia hali hiyo, wizara yangu sasa inajielekeza katika ujenzi wa barabara na madaraja unaozingatia mahitaji ya kisasa ya dunia yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua nyingine tunazozichukua ni kuendelea kuimarisha kituo cha kukabiliana na dharura za majanga, yaani Emergency Response Center, kilichopo katika ofisi za TANROADS mkoa wa Pwani pale Kibaha. Katika mwaka wa fedha 24-25 kituo kimefanya manunuzi ya vifaa mbalimbali vya kukabiliana na dharura, ikiwa ni pamoja na makaravati ya chuma yani AMCO yenye urefu wa mita 5750, nyavu za kushikilia mawe katika kingo za madaraja yani gabion boxes, na magodoro yake yani Reno mattresses yenye jumla ya mita za ujazo 4500, vyote vikiwa na thamani ya shilingi bilioni 4.91. Aidha, vituo vingine vimepangwa kuanzishwa katika mikoa ya Mwanza, Arusha, Mbeya na Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na uimarishaji na uanzishaji wa vituo vingine vya kukabiliana na majanga ya asili, wizara kupitia TANROADS inaboresha miongozo ya usanifu na vifaa vya ujenzi yani building materials, ili kuhakikisha miundombinu mipya inayojengwa inahimili mabadiliko ya tabia nchi. Uwezeshaji wazawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia maelekezo mahsusi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wizara imefanya uamuzi wa kimapinduzi wa kuongeza ukomo wa kuwapa makandarasi wazawa kutoka kiasi cha shilingi bilioni 10 za zamani hadi shilingi bilioni 50. Hili limewekwa katika sheria ya manunuzi, na maana yake ni kwamba kama kazi ya ujenzi ina thamani ya mpaka shilingi bilioni 50, kipaumbele cha kwanza kitakuwa ni kwa wakandarasi wa ndani. Uamuzi huu uliotokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan si tu kwamba kwa sababu ya kizalendo pekee, bali kwa sababu za kiutendaji pia. Baadhi ya kampuni za hapa nyumbani zimeonyesha uwezo mkubwa unaofanana na wakati mwingine hata kuzidi wajenzi kutoka nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, uamuzi huu utaongeza mzunguko wa fedha kwenye uchumi wetu, kukuza uwezo wa makandarasi wetu wa ndani,
kufanya kazi kubwa zaidi na kuongeza kada ya Watanzania wenye uwezo wa kufanya miradi mikubwa ya ujenzi kubwa zaidi. Hatua hii itaongeza ajira kwa vijana wetu, kwa sababu sasa makandarasi wa nyumbani watalazimika kuongeza nguvu kazi kwa sababu ya ukubwa wa miradi watakayoanza kupewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze tu baadhi ya makampuni machache ya kizalendo kati ya nyingi ambazo zimetupa nguvu ya kuchukua uamuzi huu kutokana na utendaji wao. Naomba hapa nilipongeze kampuni la Makapo Contractors and General Supplies, limefanya vizuri sana. Esteem Construction, Nyanza Roadworks, Mumangi Construction, Kings Builders, Rocktonic Limited, Umoja Kilosa, Mtwivila Traders na MS Technics Construction Group. Haya ni miongoni mwa makampuni mengi ya kizalendo yaliyofanya kazi ambayo tunajivunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ufuatiliaji, naomba kuliahidi bunge lako tukufu kwamba endapo litaidhinisha bajeti ya wizara kwa mwaka 25-26, tutahakikisha tunasimamia ipasavyo matumizi ya fedha hizo ili kile kinachotarajiwa kionekane. Mtatuona sana huko uwandani tukifuatilia kinachoendelea usiku na mchana. Mtaona watumishi wa wizara na makandarasi wakifanya kazi kwa kasi ili kufikia malengo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia hotuba hii ya bajeti ya wizara, naomba kutoa onyo kwa makandarasi wote nchini, wa ndani na hata wale wa kigeni, kwamba kuanzia sasa hatutasita kuvunja mkataba pale itakapoonekana kuna uzembe, ukosefu wa viwango na kupitiliza kwa muda wa kukamilika mradi kusiko na sababu za kimsingi, huku tukizingatia sheria za nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya watumishi wa Wizara ya Ujenzi, naomba nitoe shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza mshahara ya wafanyakazi. Ahadi yetu sisi Wizara ya Ujenzi kwake Mheshimiwa Rais na kwa Watanzania wote ni kufanya kazi usiku na mchana ili kukuza uchumi wa nchi na kujali utu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hitimisho. Ninapohitimisha kwa dhati ya moyo wangu, naomba nitoe shukrani kwa watendaji wenzangu wizarani. Kipekee naomba niwashukuru viongozi wenzangu wa wizara wakiongozwa na mtu muungwana, Engineer Mhandisi Godfrey Msongwe Kasekenya, mbunge wa Ileje. Balozi Mhandisi Aisha Salim Amur, katibu mkuu, pamoja na Dr. Charles Enoch Msonde, naibu katibu mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniunganisha na timu hii mahiri ya mchanganyiko wa wanasiasa na watendaji ambao wamerahisisha sana kazi ndani ya wizara yetu. Ama kwa hakika katika kipindi kifupi nilichoongoza wizara hii nimepata ushirikiano wa kutosha kutoka kwao katika usimamizi wa wizara hii. Aidha, sitakuwa muungwana nisiposhukuru management ya wizara, wakuu wa taasisi chini ya wizara na watumishi wote wa wizara na taasisi kwa moyo wa uzalendo na kujitolea wakati wa utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kipekee kuwashukuru wananchi wa jimbo la Mkuranga kwa ushirikiano wanaoendelea kunipatia katika majukumu yangu ya kuwawakilisha na kuwasemea. Nitumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mkuranga na Watanzania kwa ujumla kumshukuru na kumpongeza sana Rais wetu Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha na kuridhia upanuzi wa barabara ya Rangi Tatu hadi Kongoe. Upanuzi wa barabara hii utapunguza usumbufu na adha ya kukaa barabarani kwa muda mrefu na kuchochea uchumi wa watumiaji wa njia hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo, naomba niishukuru sana familia yangu ikiongozwa na mke wangu mpendwa Hajat Mariam Abdallah Ibrahim kwa kuendelea kuniombea, kunivumilia na kunipa amani ya moyo wakati wote nikitekeleza majukumu ya ujenzi wa taifa letu. Sina maneno mazuri zaidi ya kusema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa majukumu ya wizara
umefanikiwa kupitia ushirikiano wa serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo wa ndani na nje. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba kuwatambua wachache walio wengi walioshirikiana nasi kwa namna moja au nyingine kama ifuatavyo: Benki ya Maendeleo ya Afrika yani AFDB, Benki ya Dunia, Japan International Cooperation yani JICA, OPEC, Korea Kusini yani KOICA, Abu Dhabi Fund, Shirika la Maendeleo la Ufaransa, Jumuiya ya Nchi za Ulaya, Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, Kuwait Fund, Bariki, ECOP, Sekretariat ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Sekretariat ya Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika, Japan, China, Norway, NSSF, taasisi za fedha, CRDB, NMB Bank, NBC, TCB na asasi mbalimbali zisizokuwa za kiserikali, sekta binafsi na pamoja na wadau wengine wengi. Mheshimiwa Spika, katika hatua hii nitakuwa mchoyo wa fadhila endapo sitamshukuru tena kwa mara nyingine Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa diplomasia yake ya uchumi iliyofungua nchi yetu kimataifa, na matunda ndiyo haya yanayoonekana. Naomba nitoe tena shukrani zangu za dhati kwako na kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Hotuba hii inapatikana katika tovuti ya wizara yani www.mow.go.tz. Muhtasari wa maombi ya fedha ya Wizara ya Ujenzi katika mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25-26 Wizara ya Ujenzi inaomba kuidhinishiwa shilingi trilioni 2 bilioni 280 milioni 195 828,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 90 milioni 468,270,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara na taasisi, na shilingi trilioni 2 bilioni 189 milioni 727,558,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 85 milioni 28,585,000 ni za mishahara ya watumishi, na shilingi bilioni 5,439 milioni 685,000 ni za matumizi mengineyo. Bajeti ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inajumuisha fedha za ndani shilingi trilioni 1 bilioni 209 milioni 223,117,000 na fedha za nje ni shilingi bilioni 980 milioni 504 441. Fedha za ndani zinajumuisha shilingi bilioni 688 756 milioni 470 kutoka mfuko wa barabara, na shilingi bilioni 520 466 milioni 647 ni fedha za kutoka mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hotuba hii nimeambatanisha mchanganuo wa miradi itakayotekelezwa na wizara katika mwaka wa fedha 25-26, kiambatanisho namba 1 hadi 5. Naomba viambatisho hivyo vichukuliwe kama sehemu ya vielelezo vya hoja yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, hoja imeungwa mkono. Kwa kuwasilisha hotuba hii ya bajeti kwa makadirio na mapato ya matumizi ya fedha mwaka 2025-26. Asante sana.